Choma Waterfall. Hili ni eneo adimu kabisa lenye mandhari nzuri ya kuvutia iliyojengwa na maporomoko ya maji yapatikanayo katika milima Uluguru, Morogoro nchini Tanzania. Leo nitakupeleka na kukuonyesha hatua tulizoanza kutoka mwanzo mpaka tunafika Choma Waterfall. Umbali kidogo kutokea hapa. Majira ya saa 4:30 asubuhi tunatoka Morogoro mjini, tunaelekea katika milima Uluguru unayoiona hapo mbele kwenye Choma Waterfall. Mwanzo wa safari tulianza kwa kuimba, kwa kufurahi kwa pamoja ili kujitia matumaini, maana safari ni ndefu sana, inahitaji muda kidogo. Ni katika vijiji vidogo vidogo vilivyopo chini ya mlima Uluguru. Tunazidi kusonga mbele katika hatua za mwanzo kabisa. Njiani tulikutana na mianzi. Mianzi ina sifa zake ambayo inasifika. Ni miti ambayo inaonekana kama ni mepesi, lakini ni migumu sana, imekomaa sana. Ni mtoto wangu wa kwanza anaitwa Angel. Tunaenda naye waterfall. Katika safari ya kuelekea waterfall katika milima ya Uluguru, tumefika sehemu hapa, kuna kivutio kidogo cha utalii. Kuna garden wanaita Mto Mawe, Mto Mawe Road. Hii ni njia ya kuelekea Mto Mawe ambapo tunakutana na vivutio vya watalii ikiwemo wanyama, kuna ndege, kuna swala wanapatikana katika Mto Mawe. Bado tunaendelea na safari ya kwenda katika mlima Uluguru. Hapo nyuma tumeona kibao cha hifadhi ya Mto Mawe ambayo ina wanyama mbalimbali, ndege pamoja na kobe. Lakini bado tunaendelea na safari. Pembeni yetu unaweza ukaona hizi ni hoteli kwa ajili ya wageni wanaenda kutembea katika Choma Waterfall. Huyu ni Kesi, yuko na mbwembwe kweli kweli. Hii ni hoteli inayopatikana wakati unapanda mlima Uluguru. Ni hoteli nzuri na ya kisasa. Ni utani wa hapa na pale wakimtania Oscar. Fenesi ni tunda linalopatikana katika milima Uluguru. Hapa ni Msumi Road. Ni mitaa ambayo inapatikana katika milima Uluguru, inaitwa Msumi. Safari inaendelea huku tukiwa tunapiga stori za kuchekesha, lakini ndivyo tunakata vimilima vidogo vidogo. Kadri tunavyopiga hatua ndivyo mlima unazidi kuwa mkubwa na safari inazidi kuwa ndefu, na ndivyo tunazidi kuchoka. Jackie na Angel wakifurahia safari. Safari inaendelea, lakini vimilima pia vinazidi kuwa vikubwa na watu wanazidi kuchoka. Chini mji
wa Morogoro unavyoonekana. Hapa watoto wanauza matunda. Hizi nyoka mnatoa wapi? Waga mnatoa wapi hizi? Kwa mnapanda nyewe wenyewe mnatoa. Alafu mnakuja kuuza. Mkipata leo mnafanyia nini? Ndio shule. Wao wenyewe wanachuma matunda juu ya mti kisha wanauza kwa watu wanaoenda kutembelea maporomoko ya Choma, kisha pesa zao wanazitumia kwenda kula shuleni na kusaidia wazazi. Jacqueline akiwa fiti kabisa, bado ana nguvu za kupanda mlima. Na hapo ni Abduli na Kesi, wao wakipanda mlima taratibu, wakiwa na furaha na mbwembwe kemkem. Huko nitokako ndo unakosikia kelele za maji, ikionyesha kuna maji yanapita kwa huku chini. Tumekaribia waterfall. Tunapoelekea sasa, tunaenda kukuonyesha waterfall yenyewe, tukaogelee uone jinsi ambavyo tunafurahi pamoja na maji na uoto wa asili wa milima Uluguru. Ni mandhari nzuri na za kuvutia zinazopatikana katika milima Uluguru. Hapa utaona maji safi yakitiririka katikati ya msitu tulivu. Na huyu ni Jackie, mwenyeji wetu, akituonyesha mahali pazuri kunywa maji yatokayo katika miamba. Mianzi hutumika kusafirisha maji kutoka kwenye miamba. Abduli. Huyu ni Angel. Huyu pia ni Jackie, Oscar na Kesi. Eneo zuri la kupiga picha ukiwa unatizama Morogoro kwa chini kabisa. Sasa tumefika Choma Waterfall. Ni muda wa kuenjoy. Haikuwa rahisi. Tumehato, tumetembea muda mrefu, tumepanda vilima vingi vyepesi vigumu, lakini hatimaye tumefika hapa. Utakutana na tamaduni mbalimbali, utakutana na watu wengi zaidi ambao wote wamekuja katika kuvinjari kuingia maporomoko ya Choma yanapatikana katika milima Uluguru. Kama ulivyoona, Morogoro tunaweza tukaiona kwa mbali kabisa muonekano wake, lakini hapa tuko juu kabisa katika maporomoko ya Choma.
wageni wakifundishwa kucheza nyimbo za chini. Sasa tumeshafika katika waterfall kama unavyoona hapa nyuma yangu, na safari yetu imefika tamati siku ya leo. Sasa kilichobaki ni watu kuogelea, kuenjoy na mambo mengine.